Tunaanzia nchini Marekani ambapo tarehe 20 mwezi wa Januari, rais mteule wa Marekani pamoja na makamu wake JD Vance hatimaye waliapishwa rasmi kuwa rais na makamu wake wa taifa hilo. Donald Trump alikuwa rais wa 47 kulitawala taifa la Marekani. Trump alitumia hotuba yake ya kwanza kushambulia utawala wa Joe Biden na kushughulikia mzozo wa wahamiaji. Alisema changamoto za nchi hiyo zitaangamizwa na kwamba utawala uliopita ulitoa hifadhi na ulinzi kwa wahalifu hatari ambao wameingia nchini humo kinyume cha sheria. Sasa lakini je, Donald Trump ni nani hasa? Sarafina Robi anatueleza kwa kifupi. Anapendwa sana na wafuasi wake na kuchukiwa na wakosoaji wake. Donald Trump kwa mara nyingine tena anatikisa siasa za Marekani. Akiwa mzaliwa wa Queens, New York mwaka 1946, Trump alikulia katika ulimwengu wa sekta ya ujenzi wa nyumba. Babake, Fred Trump, alibobea katika ujenzi wa majumba. Baada ya kusomea shule ya kijeshi, Trump alijiunga na biashara ya familia yake, akinuia kupanua biashara hiyo na kuongeza thamani ya mali ya familia yake. Viwanja vya kuchezea gofu, kasino, hoteli za kifahari pamoja na ghorofa maarufu ya Trump Tower zimekuwa alama ya utajiri na nguvu alizonazo. Lakini azma ya Trump ilizidi kuongezeka. Mwaka 2004 aliendesha kipindi kipya cha televisheni cha kibiashara kwa jina The Apprentice na kuvutia kizazi kipya. Msemo wake aliopenda kutumia wa "umefutwa kazi" ulimpa umaarufu mkubwa. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, ndoto yake ikawa kubwa zaidi, ile ya kuwa rais wa Marekani. Akigombea kama mtu ambaye hana uzoefu wa kisiasa, Trump aliahidi kuifanya Marekani kuwa bora zaidi na kumpa pigo Hillary Clinton kwa kushinda uchaguzi wa mwaka 2016. Muda wake madarakani mara nyingi ulikuwa na utata. Alijiondoa katika mikataba mikuu ya mabadiliko ya tabia nchi na biashara, akapiga marufuku ya watu kuingia Marekani kutoka nchi 7 za Kiislamu, akaanzisha vita vya kibiashara na China na vile akawa na maelewano na Kim Jong-un wa Korea Kaskazini na pia kubadilisha uhusiano wa Mashariki ya Kati. Alikataa kukubali ushindi wa Joe Biden baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Baadaye, wafuasi wake walivamia ikulu ya Marekani na akapigiwa kura ya kutokuwa na imani naye kwa mara ya pili kama rais. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Wakati huo Trump amekabiliwa na kesi kadhaa kisheria, kutoka kwa shughuli zake za kibiashara hadi kuingilia masuala ya uchaguzi. Mnamo Mei mwaka 2024 alikuwa rais wa kwanza wa zamani kuhukumiwa kwa uhalifu kuhusu malipo ya kumnyamazisha aliyekuwa nyota wa filamu za ngono. Lakini licha ya changamoto hizo, Donald Trump aliapa kurejea tena ofisini. Alishinda uteuzi wa chama cha Republican na alinusurika majaribio mawili ya mauaji wakati wa kampeni. Mashabiki wa Donald Trump walipendezwa na ukaidi wake na ilitosha kumrudisha katika ikulu ya White House. Shukran sana Sarafina Robi kwa tathmini hiyo ya kina. Sasa ili kufahamu mengi zaidi, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Marekani, Mhando Philemon Mbuguni akiwa Washington DC. Utawala wake utakuwa tofauti vipi na utawala wa Joe Biden? Utawala wake utakuwa na tofauti kubwa sana na utawala wa Joe Biden, kwa sababu ukienda kwa itikadi za vyama vyao, chama cha Democrats itikadi yao imekuwa ni kuweka mamlaka kubwa ndani ya serikali kwa ajili ya kupanua miradi ya kijamii. Kwa mfano, kuongeza watu kusajiliwa katika huduma ya afya, kusaidia katika huduma zingine za kijamii kama watu ambao wanashindwa kujikimu kimaisha, na vile ukiangalia katika sera zingine, kwa mfano kama sera za kiuchumi,
serikali ya Biden ilijikita zaidi katika kujaribu kuwatoza kodi kwa usawa hata wale ambao ni matajiri wakubwa zaidi, alafu kutumia hizo fedha kwa ajili ya kuwekeza katika miradi ya kijamii. Lakini kwa upande wa Trump, tofauti yake itakuja kwamba kwanza kabisa ameazimia kuweka makato makubwa ya kodi kwa matajiri na makampuni makubwa, na kwa hiyo maana yake ni kwamba itaongeza deni la taifa kwa wachambuzi wengi wa kiuchumi, kwa mujibu wa wachambuzi wa kiuchumi. Lakini jambo la pili, Trump ameahidi kuweka asilimia kuwatoza kodi mataifa ambayo yanafanya biashara nao, wakiwa mataifa ambayo wanawaona kama ni maadui, na ameahidi kwamba kuwatoza kodi kwa 50% mpaka 100%. Na vile vile katika mahusiano ya kimataifa, Trump anakuja na sera nyingine ambayo inaitwa America First, ambayo itakuwa zaidi ni tofauti na kama Biden anajaribu kuboresha mashirikiano ya kimataifa. Mhando, chama cha Republican na Donald Trump mwenyewe ameahidi kuchukua hatua kali za kuwafukuza mamilioni ya wahamiaji haramu wanaoishi nchini Marekani. Hii itaathiri vipi raia, hususan wale kutoka mataifa ya Afrika? Naam, itakuwa na athari kubwa, na athari yake ni kwamba kwanza kabisa wameamua wataanza na kuwafukuza wahamiaji haramu ambao wamepatikana na hatia ya kufanya uhalifu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sio tu haitoathiri tu wahamiaji kutoka Afrika, lakini itaathiri wahamiaji kutoka mataifa mengi sana, Amerika ya Kusini, Asia na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni jambo ambalo linategemewa kuanza mapema zaidi. Kesho inasemekana wataanza operation ya kuanza kuwafukuza wahamiaji haramu, ambao wataanza na wale ambao wamepatikana na hatia katika makosa mbalimbali. Wakati tukiwa katika swala hilo, hebu tusikie maoni sasa ya baadhi ya raia wa Afrika Mashariki ambao wanaishi nchini Marekani. Na jambo ambalo ni nzuri kwa demokrasia taifa kubwa kama Marekani, lakini pia tutegemea kuwa na mabadiliko ya kisera katika baadhi ya maeneo ambayo Rais Trump amekuwa akiahidi mara kwa mara. Mfano, eneo la kwanza ni eneo la uhamiaji. Rais Trump amekuwa akiahidi kuweza kuwafukuza wahamiaji wote ambao hawajawa katika mifumo rasmi ya Kimarekani au wanaitwa wahamiaji wa haramu, kuweza kurudi makwao, na ameahidi kuanza kutekeleza hilo kuanzia siku ya kwanza. Kwa tutaanza kuliona hilo likitekelezwa kwa njia haraka. Tuna expect pia equal rights za wanawake, yani kama wanawake wenyewe wakitaka kufanya shughuli zao, kama ni mfano za abortion ama nini, whatever it's there, asipendelee upande mmoja, yani awe na rights pia za wanawake pia kutukubalia. Na tangu alipoingia madarakani, Donald Trump ameahidi na kutenda mengi. Aliahidi kukomesha vita kati ya Urusi na Marekani, aliahidi kukomesha mapigano huko Gaza. Sasa haya ni baadhi ya maagizo aliyoyatoa Rais Trump. Kuyatangaza magenge ya dawa za kulevya kwa mashirika ya kigaidi ya kigeni. Agizo hilo linasemaje? Agizo hilo linasema kuwa magenge yamejihusisha katika kampeni za vurugu na ugaidi duniani katika kuijaza Marekani na uhalifu na kusababisha hatari ya usalama wa taifa la Marekani. Zaidi ya hayo, agizo hilo linabainisha kuwa sera ya Marekani ni kuhakikisha kuangamizwa kwa makundi haya nchini humo. Inayapa mashirika ya Marekani siku 14 kutoa mapendekezo kuhusu ni vikundi vipi vitaangaziwa na kuwa tayari kuharakisha kuondolewa kwa watu binafsi kutoka Marekani. Vizuizi ni vipi? Kulitaja kundi moja kuwa la kigaidi kunaweza kufungua milango ya kuwafungulia mashtaka raia wa Marekani au hata biashara halali zitakazopatikana kuwa na uhusiano na makundi hayo. Utambuzi huo pia unaweza kuzorotesha uhusiano na nchi zingine ikiwemo Mexico, ambayo imetoa wito kwa uhuru wake kuheshimiwa. Athari yake ni ipi? Kwanza, utambuzi wa vikundi hivi kwa mashirika ya kigeni ya kigaidi unaweza hatimaye kutumiwa kuhalalisha hatua za kijeshi dhidi ya walengwa nchini Mexico au nchi zingine ambazo vikundi kama hivyo vinafanya kazi. Utambuzi huo pia unaweza kufanya serikali ya Marekani kutoa rasilimali zaidi na zana za kisheria zilizoimarishwa ili kupigana na vikundi vya magenge mengine na kufuatilia maslahi yao ya kibiashara ya kifedha katika pande zote za mpaka. Kujiondoa katika makubaliano ya mabadiliko ya tabia nchi ya Paris. Je, agizo hili nalo linasemaje? Agizo hilo linamtaka balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa mara moja kuwasilisha ombi rasmi la maandishi la kujiondoa kwenye makubaliano ya hali ya hewa ya Paris. Linasema mkataba huo hauakisi maadili ya nchi au malengo yake ya kiuchumi na kimazingira. Na je, vizuizi ni vipi?
Nchi yoyote inaweza kujiondoa katika mikataba ya mabadiliko ya tabia nchi duniani, lakini kanuni za Umoja wa Mataifa zinasema kuna mchakato wa kuondoa nchi unaofuata. Trump alitangaza nia yake kujiondoa katika muhula wake wa mwisho mwaka 2017, lakini mpango huo haukukamilishwa rasmi hadi mwaka 2020. Tunaweza kutarajia kipindi kingine cha kusubiri kwa angalau mwaka mmoja. Rais Joe Biden alirudisha nchi hiyo kwa WHO muda mfupi baada ya kuchukua madaraka mnamo mwaka 2021. Na je, athari yake ni ipi? Marekani inawajibika kwa karibu 11% ya uzalishaji wa gesi chafu duniani na kuifanya kuwa mchafuzi wa pili kwa ukubwa nyuma ya Uchina. Hii inaharibu juhudi za kimataifa za kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kujiondoa kwake kumeibua masuala ya uaminifu juu ya uongozi wa hali ya hewa na masuala kuhusu iwapo makubaliano yenyewe yamekuwa na ufanisi. Kujiondoa huko pia kunaendana na lengo la Trump la kuongeza uzalishaji wa mafuta na gesi ndani ya nchi, ingawa Marekani tayari ni nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa zote mbili duniani. Ni mojawapo ya mabadiliko kadhaa ya Trump ya ulinzi wa mazingira ambayo yalipitishwa na utawala wa Biden. Kukomesha uraia wa kuzaliwa. Je, agizo hili nalo linasemaje? Agizo hili linalenga kukomesha uraia wa haki ya kuzaliwa kwa watoto waliozaliwa Marekani kwa wazazi wahamiaji ambapo wapo nchini kinyume cha sheria, pamoja na wale waliozaliwa na wazazi ambao wapo nchini Marekani kwa muda mfupi. Kumekuwa na ripoti ya kwamba uongozi utatekeleza agizo hilo kwa kuzuia hati kama vile pasipoti kutoka kwa watu ambao wanaona hawastahiki kuwa na uraia. Je, vizuizi ni vipi? Kanuni ya uraia wa kuzaliwa imeanzishwa katika katiba ya Marekani. Marekebisho 14 yanasema kwamba watu wote waliozaliwa au walio na asili ya nchi ya Marekani ni raia wa Marekani. Mzozo wa Mashariki ya Kati bila shaka umezungumziwa kwa kina mwaka 2025. Sasa Israel ilikuwa inakabiliana na kundi la Hamas, lakini kufikia mwaka kati wakavamia Syria. Uvamizi wa jeshi la Israel huko Syria ulikuwa unatoa taswira gani? Kumekuwa na vurugu ambazo unaweza kusema zilianza mwisho wa wiki ile Ijumaa iliyopita. Kulikuwa kuna vurugu zilianza kati ya makundi mawili ya Bedui wale wa Syria pamoja na kundi la Druze ambalo ile unajua baada ya kuanguka serikali ya Bashar al-Assad aliingia na kusema kuwa yeye ndio amekuwa mlinzi sasa wa jamii ya Druze na akawa amejipachika kwa wale wa Druze. Kwa hiyo baada ya yale mashambulizi kutokea na mauaji yaliyotajwa yaliyozidi watu 100 takriban, na vikosi vya Syria vikaamua kuelekea mikoa hiyo ya huko upande wa kusini, Israeli ikasema kuwa ishatoa amri kuwa haihitaji kabisa vikosi vya Syria vielekee upande wa kusini. Kwa hiyo unaona mashambulizi ya Israeli yalipoanzia kule kusini yameelekea mpaka Damascus yalikuwa ni kwa sababu wanataka kuzuia vikosi vya serikali ya Syria visisogee upande wa pili. Kwa hiyo unaweza kusema kama kuwa ni vita nyingine ambayo inachezwa nje ya uwanja wa Israeli, ambayo jumuiya ya kimataifa inatakiwa izungumze lolote, lakini tunaona kama hakuna tishio lolote au maonyo yoyote hatuoni. Tunaona Israel imeshambulia ngome ama makao makuu ya jeshi la Syria kule Damascus, na ni kama mzozo unaendelea kufukuta zaidi. Hatima mizozo hii Mashariki ya Kati ni nini hasa? Makubaliano yamekuwepo mara zote, hasa tunajua vita inaendelea kati ya Israeli pia na Hamas. Iran iliingia hapo, sasa ni Syria. Nadhani kauli zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa wa ndani ya Israeli, hata wanasiasa wa kimataifa nje, ambao mara kadhaa wamezungumza kuwa kupuza mizozo ambayo kunafanywa kusudi kabisa na serikali ya mrengo wa kulia ya Netanyahu kwa ajili ya kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kubaki kwenye madaraka. Kama unaweza ukaona taarifa za jana ndani ya Israeli zilitaja moja ya chama kilichokuwa kwenye muungano wa Netanyahu cha Ultra Orthodox kilikuwa kimeamua kujiondoa. Sasa uamuzi ule ulikuwa unaenda kuweka muungano wa Netanyahu kwa wingi mchache kabisa, chini ya wabunge 61 tu kutoka kati ya wabunge 66 mpaka 67 waliokuwa wanashikilia serikali. Kwa hiyo unaweza ukaona kama kuna tishio la kudondoka serikali ya Netanyahu kwa ndani. Sasa Netanyahu mara kadhaa amekuwa kulinda madaraka yake, kutokujadili siasa ya ndani ya Israeli kwa kuanzisha mizozo. Sasa na hili la Syria linaweza likawa ni sababu nyingine kuwa anaanzisha mzozo mpya ili kukwepa majukumu ya ndani ya uwajibikaji.
Kwa hiyo yote kwa yote unaweza ukarudi kuwa right wing wanatafuta jinsi ya kujinusuru na siasa ndani ya Israeli, ndio maana naona wanakuza matatizo ya nje ili ndani kusijadilike siasa. Tunaona Israeli yenyewe inasema kwamba inafanya haya mashambulizi ili kuweza kuwalinda watu wa jamii ya Druze, lakini wakati huo huo waziri wa ulinzi wa Israel Katz yeye anasema kwamba sasa onyo lilokuwa limetolewa limekwisha, sasa huenda hali ikawa ni mbaya zaidi. Huu mzozo utakwenda wapi hasa na nini hatima yake? Pale kile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa kilipokwepa kuwajibika kikazua matatizo, kwa sababu unapozungumza kuhusu jamii ya Druze, hawa ni Wasiria kiasili, ni raia wa Syria na wanaoishi Syria. Israeli anabeba jukumu gani kwa mkataba gani uliomruhusu yeye kwenda kulinda raia wa nchi nyingine katika nchi yao? Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hata sababu za Israeli kwenda kushambulia ndani ya Syria uhalisia sio halisi, kwa sababu unaweza vipi kwenda kuwalinda raia wa nchi nyingine ambayo sio yako na huna mamlaka? Tayari umeshavuka mpaka kuingia upande wa pili, lakini umejibebea mamlaka ya nchi huru. Sasa jumuiya ya kimataifa ilitakiwa iwajibike kwa hili na kumuonya Israeli kuwa hiki kinachofanyika sio sahihi, ni lazima uchukue hatua, na jumuiya za kimataifa ziongee kwa hatua, sio kwa maneno. Nadhani mzozo utakwisha, lakini kadri wanavyoamua kukaa kimya na kufanya kila Israeli anachokifanya kuwa ni sahihi kwao, ndio maana wanazua matatizo mengi ambayo tunashindana nayo hivi sasa. Ikitokea kauli yote ya kimataifa sasa, unadhani itafanya kazi? Kumbuka mzozo umekuwepo miaka nenda miaka rudi. Ibrahim Rabi, ni kweli kauli za kimataifa zinaweza zisifanye kazi, lakini mara zote Israeli humsikiliza Marekani kile anachokiamua. Sasa ukienda kwa Marekani ni kama wiki 2-3 zilizopita Marekani iliondoa vikwazo kwa Syria na ikafungua njia za Syria, na tayari Trump akasema kuwa tutawasiliana na Syria kwa njia nzuri. Kwa hiyo Marekani anayo nafasi ya kumkumbusha Israeli kuwa Syria ni nchi huru ambayo inatakiwa iachwe iamue mambo yake, na Israeli anapaswa atoke kwenye ardhi ya Syria, arudi kama alivyokuwa kwenye mkataba wa mwaka 1974, mkataba uliodumu kwa miaka 50 bila kuingiliana kule Golan. Na sasa tuangazie tu kwa kifupi suala la nyuklia. Ripoti ya mwaka wa 2025 ya robo mwaka ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA ilionyesha kuwa Iran imefanikiwa kurutubisha urani hadi 60%, ambayo iko karibu sana na 90% inayohitajika kutengeneza urani ya kiwango cha silaha. Ripoti hiyo ilisema kuwa kiasi hicho cha urani iliyorutubishwa kinatosha kuunda mabomu 9 ya atomiki. IAEA ilisema suala hilo ni chanzo cha wasiwasi mkubwa kutokana na hatari za kuenea kwa silaha za nyuklia. Vilevile ilisema haiwezi kusema kwa uhakika kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ni wa amani kabisa, kwa sababu Iran haishirikiani katika uchunguzi wa chembechembe za urani zilizotengenezwa na binadamu zilizopatikana katika maeneo 3 ya nyuklia yasiyotangazwa. Kwa nini Iran inazuiwa kuwa na nguvu za nyuklia? Huenda ukawa umejiuliza swali hili. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Iran imekuwa na mpango wa tafiti za nyuklia kwa zaidi ya miaka 50 sasa, na mara zote inasema kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia pekee. Inasisitiza kuwa haijajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini mataifa makubwa pamoja na shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia, yani AIEA, hawajaridhishwa na kauli hiyo. Mashaka kuhusu nia ya Iran yalianza pale nchi hiyo ilipogundulika kuwa na vituo vya siri vya nyuklia mwaka 2002. Hii ilikuwa kinyume na makubaliano ya mkataba wa kuzuia utengenezaji wa nyuklia, yani NPT, ambao Iran na pamoja karibu nchi zote kubwa imesaini mkataba huo. NPT inaruhusu nchi kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni yasiyo ya kijeshi kama vile tiba, kilimo na nishati, lakini hairuhusu nchi yoyote kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande wa Israel, ambayo haijasaini mkataba wa NPT, haikubali wala kukataa kuwa na silaha za nyuklia. Nchi nyingine zenye uwezo wa silaha za nyuklia duniani ni pamoja na Marekani, China, Urusi, Korea Kaskazini, India na Pakistan. Sasa kwa nini mataifa makubwa hasa Marekani na Israel hawataki Iran iendelee na mpango wake wa nyuklia? Wataalamu wengi wa sera za kigeni wanaonya kwamba Iran yenye silaha za nyuklia itakuwa tishio kubwa kwa Israel na pia changamoto kubwa kwa maslahi ya Marekani na washirika wake wa Mashariki ya Kati. Baadhi ya wachambuzi wa kikanda
wanahofu kwamba Irani yenye silaha za nyuklia inaweza kupata ujasiri zaidi wa kuendeleza sera za kigeni ama za kichokozi, si tu katika eneo hilo, bali pia ushirika wake unaokuwa kwa kasi wa kijeshi na kiuchumi na mahasimu wa Marekani kama China na Urusi. Hivi karibuni Iran imepatia Urusi mifumo mbalimbali ya silaha ikiwemo droni na makombora ili kusaidia majeshi ya Urusi yanayopambana nchini Ukraine. Kuna hofu pia upatikanaji wa silaha hizi kwa Iran unaweza kuchochea mataifa mengine ya kikanda kama Saudi Arabia kuanza kufuatilia mchakato huo, jambo ambalo linaweza kusababisha mashindano hatari ya silaha za nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross alionya baada ya ripoti ya Mei kuhusu kuongezeka kwa kiwango cha uboreshaji wa urani nchini Iran kwamba shambulio lolote la Israel linaweza kuongeza dhamira ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia au kujiondoa kabisa katika mkataba wa kuzuia na kusambaza kwa silaha za nyuklia, yani NPT. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa Washington itaitaka Tehran kuvunja kabisa mpango wake wa nyuklia na si tu kukubali vizuizi dhidi ya uwezo wa kutengeneza silaha. 242 waliokuwa ndani ya ndege na watu 19 waliokuwa ardhini, huku kukiwa na manusura mmoja tu na mpisha Jamhuri mwa vyombo. We are getting a very important piece of news. We are learning of a plane crash at the Ahmedabad airport. This is a Air India plane that has crashed. These are visuals from the Ahmedabad. Hivi ndivyo habari za kutokea kwa ajali hiyo ya ndege Boeing 787-8 zilivyoanza kusambaa hasa katika vyombo vya habari vya huko India na zaidi katika mitandao ya kijamii. Picha kawaida na zile za video zimeonyesha jinsi ndege hiyo ilivyopaa na kisha baada ya kama dakika 5 tu ikaanguka tena juu ya majengo ya makazi. Muda mchache baada ya kishindo cha kuanguka kusikika, moshi mkubwa ulifuka na moto ukazuka katika sehemu kadhaa za ndege hiyo. Maafisa wa zimamoto na wengineo wa kazi za kukabiliana na ajali ni miongoni mwa wahudumu wa kwanza kufika sehemu hiyo kujaribu kutafuta manusura. Mmoja wa maafisa huduma hao amenukuliwa kusema wamemudu kuwaondosha asilimia kubwa ya wakazi wa majengo yaliyoangukiwa na ndege hiyo, ambapo miongoni mwa majengo hayo ni makazi ya madaktari. Hata hivyo, licha ya uharaka na wepesi uliojiri katika kujaribu kutoa huduma za kwanza, taarifa zilizofuata ni kuwa wengi waliokuwemo kwenye ndege hiyo wamefariki. Manusura ni mmoja tu, raia wa Uingereza anayeendelea kupewa matibabu. Pia kuna hofu ya kuongezeka kwa idadi hiyo, kwani bado huduma za uokozi zinaendelea katika eneo la makazi husika. Kiongozi wa nchi hiyo, Waziri Mkuu Narendra Modi, kupitia akaunti yake ya X, ameelezea kusikitishwa kwake na mkasa huo alioutaja kuwa wa kuhuzunisha sana. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India, Bwana Faiz Ahmed, ndege hiyo Air India 171 ilikuwa na watu 242 ikiwa ni abiria na wafanyikazi kadhaa. Ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London Gatwick nchini Uingereza. Katika orodha hiyo 53 ni raia wa Uingereza, 7 kutoka Ureno na 1 kutoka Canada, idadi kubwa zaidi wakiwa raia wa India. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy naye ameelezea masikitiko yake kutokana na ajali hiyo. Amesema mipango ilishafanywa kwa ushirikiano na maafisa wa India ili kuimarisha huduma za usaidizi kwa manusura na waathiriwa. Taarifa za awali kutoka watengenezaji wa ndege hiyo Boeing zimesema tu kuwa wangali wanakusanya habari za kiufundi zinazohusiana na ajali hiyo ya ndege yao aina ya Boeing 787-8 Dreamliner. Lakini papo hapo wakaongeza kuwa ni mojawapo ya ndege iliyo na rekodi bora za kiusalama, ikizingatiwa ajali mbaya ambazo zimetokea zilizohusisha ndege za kampuni hiyo Boeing mnamo miaka ya hivi karibuni. Rekodi hiyo sasa inamulikwa kwa jicho la eti. Vilevile kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alifariki dunia, ambapo ilikuwa ni siku ya Jumatatu ya Pasaka, Aprili tarehe 21 mwaka 2025, akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake katika Casa Santa Marta huko Vatican. Muda mfupi tu baada ya hilo kutokea, Mwadhama Kardinali Farrell alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis kwa maneno haya: "Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi
kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Saa 1:35 asubuhi ya leo, askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Uchaguzi wake wa kushtukiza wa mwaka 2013 uliashiria mwanzo wa uongozi wa aina ya kipekee na uliotofauti ukilinganisha na yeyote aliyeshikilia wadhifa huo kabla yake. Jorge Bergoglio alikuwa na asili ya Italia, lakini alizaliwa Argentina. Wakati akiwa katika mafunzo ya dini, aliwahi kufanya kazi za usiku kama mlinzi katika klabu moja ya burudani. Wanafunzi wenzake wa ushemasi walifungwa jela na kupitia mateso wakati wa utawala wa kidikteta wa kijeshi nchini Argentina. Yeye aliteuliwa kuhudumu kama askofu mkuu wa Buenos Aires. Wengine walimshutumu kwa kuunda urafiki wa karibu na serikali iliyokuwa madarakani. Kama papa, bado alitembelea waliokuwa rafiki zake, ambapo alipewa jina la mtakatifu aliyewapigania masikini katika jamii. Papa Francis aliashiria kwamba upapa wake haukuwa na mizizi katika Roma, lakini katika maisha ya waumini ulimwenguni kote, na hasa wale walio katika changamoto za kiuchumi. Aliishi maisha yasiyo rasmi kama papa, hali iliyodhihirika wazi hata wakati wa hafla mbalimbali. Care familie. Tangu mwanzo mtindo wake haukuwa rasmi, na kitendo chake cha kwanza kama papa kilikuwa kulipa bili yake hotelini. Katika ishara zake za mapema, kama kuosha miguu ya wazee na wafungwa, alionyesha hamu ya viongozi wengine wa kanisa Katoliki kuwa karibu na wasiojiweza. Mara nyingi alisisitiza kuhusu kulindwa kwa wakimbizi na wahamiaji, wakati akiweka shada la maua juu ya maji ambapo wengi wa wahamiaji walikufa katika safari zao hatari za majini. Alisafiri kote duniani na kuvutia umati mkubwa sana wa watu. Nchini Brazil, watu milioni 3 walikusanyika kwenye pwani ya Copacabana. Na huko Filipino, alivunja rekodi za misa kubwa zaidi ulimwenguni, kwani watu milioni 6 walijitokeza kujiunga naye. Alilinganisha usawa wa kiuchumi na mazingira. Katika video za kuzindua waraka wa Papa, alisema mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nchi tajiri, ambapo yanaathiri zaidi mataifa masikini. The Pope of the Holy See. Mnamo mwaka 2015 alikuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Marekani. Ninashukuru sana kwa mwaliko huu. Alizitaka nchi tajiri kuilinda dunia. God bless America. Aliomba msamaha kwa kashfa unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto unaofanywa na mapadri wa kanisa Katoliki. Mungu anachukizwa na unyanyasaji wa watoto. Katika ziara yake huko Ireland, ya kwanza kutembelewa na Papa Mtakatifu katika kipindi cha muda wa miaka 40, aliomba msamaha kwa waathiriwa wa karibu kila tukio, lakini bado hata hivyo kashfa ziliendelea kujitokeza. Upapa wake uliashiria mabadiliko katika masuala ya wanaojihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Wakati mmoja alizungumza akisema, mimi ni nani wa kuhukumu? Wakati akizungumza juu ya askofu anayejihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Lakini baadhi ya wenye misimamo mikali wanasema kwamba vitendo vyake na msimamo wa Vatican na mafundisho ya kanisa yamebadilika kidogo. Hata hivyo, Wakatoliki wa hafidhina walikosoa msimamo wake. Lakini kwa njia fulani alikuwa kama Papa John Paul wa pili, ambaye alimfanya mtakatifu. Na alikuwa na maoni na misimamo tata juu ya utoaji mimba, uzazi wa mpango, kuwasili watoto na hata usawa wa kijinsia. Mtindo wake wa upapa hata hivyo haungeweza kuwa tofauti zaidi na mtangulizi wake wa karibu Benedikto wa 16, ambaye hata hivyo yeye mwenyewe ndiye alisimamia mazishi yake. Kupitia idadi kubwa ya makardinali kutoka nchi zinazoendelea ulimwenguni aliowateua, alibadilisha mfumo wa uongozi katika kanisa Katoliki. Katika miaka hivi karibuni, Papa Francis alikumbwa na matatizo ya kiafya. Haya yaliathiri kwa kiasi kikubwa sana utendaji kazi wake, lakini alipata ugumu wa kupunguza ratiba yake yenye shughuli nyingi kila siku. Buona domenica a tutti. Mbali na kuwa papa, alikuwa mchungaji, mnyenyekevu,
na mwenye kupenda ushirika na waamini wa kawaida wa hadhi ya chini na sio wenye nyadhifa wala mamlaka. Kabla ya kifo chake, Papa Francis alikuwa anachunguzwa nyumbani na madaktari wake baada ya kulazwa hospitalini kwa wiki 5. Sasa Leila Mohamed anatueleza ni ugonjwa gani uliomtatiza kiongozi huyo kwa muda mrefu. Papa Francis amekuwa akipokea matibabu hospitalini. Amekuwa akiugua homa ya mapafu iliyosababishwa na virusi vya bakteria. Hii inamaanisha nini? Homa ya aina hii inamaanisha mapafu mawili yameathirika. Homa hii inamaanisha mapafu mawili yameathirika, pafu la kulia na la kushoto. Maambukizi ya bakteria yanamaanisha kuwa vijidudu vinavyosababisha maambukizi ambavyo vinaweza kwa bakteria, virusi ama kuvu vinavyosababisha maji kujaa kwenye pafu. Akiwa mwenye umri wa miaka 21, Papa Francis alipata uvimbe wa tishu za mapafu. Madaktari walitoa sehemu ya pafu lake la kulia ili kulitibu, lakini matibabu hayo pia yalimweka katika hatari ya kupata maambukizi mengine. Papa amekuwa akipata matibabu ya kupambana na bakteria na kupunguza uvimbe. Matibabu yake yalipunguza nguvu ya sherehe za mwaka mtakatifu katika Vatican. Mnamo mwezi Disemba, Papa Francis aliadhimisha sherehe hizo, ambapo Rome inatarajia mamilioni ya mahujaji kutoka kote duniani. Huku wageni wengi wakitarajiwa, afya ya Papa imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu. Mnamo mwezi Disemba, Papa Francis aliadhimisha sherehe za ufunguzi wa mwaka mtakatifu, ambapo Rome inatarajia mamilioni ya mahujaji kutoka kote duniani. Huku wageni wengi wakitarajiwa, afya ya Papa imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania, Padri Charles Kitima, alianza kwa kumwelezea Sami Awami jinsi Kanisa Katoliki Tanzania lilivyopokea taarifa za kifo cha Papa. Mengine tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, na ameleta mchango mkubwa kwenye jamii, dunia na kwenye kanisa pia. Ametukumbusha namna gani tunapaswa kuishi kama ndugu, na namna gani tunapaswa kuwa na mshikamano, na namna gani tunapaswa kuwachukua ndugu zetu wengine ambao hawana chochote, wanategemea wengine ili waweze kuishi maisha tu, waweze kuwa na uhai tu wa kawaida, hawana chakula, wana nini. Kwa amesema kwa kweli tuwapende maskini. Pamoja na mambo yote haya mazuri ambayo umeyataja, kuna wakati Papa Francis aliibua hoja tofauti kidogo ndani ya kanisa, na hasa pale alipowakaribisha makundi fulani, hasa wale ambao wanajitambulisha kama wapenzi wa jinsia moja. Hilo nalizungumzia aje? Ni kweli, ni namna alivyotafsiriwa tu. Yeye alisema hawa kwanza tusiwahukumu kwamba hawa ni binadamu waliopotoka, na alitaka tuwape fursa wafike, wasikie kutoka kwa Yesu aliyekuja kuwakomboa wanadamu. Yesu yeye mwenyewe anataka nini? Anataka mtu aongoke. Ndio maana Yesu anapoanza kazi yake akasema tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa na uhakika wa kufikia Yesu anasema nini. Ujumbe wa Yesu umfikie kila mtu, na tusimtenge mtu, kwa sababu unapomtenga unamnyima hata nafasi ya kujitambua. Mpe fursa ajitambue. Ni wazi dunia ilikuwa inaweka msisitizo, sababu tunafahamu sasa hivi dunia watu wanataka kuondokana na dini, wanataka kuondokana na Mungu, wanataka kujitawala. Sasa kama unataka kujitawala, sasa mnataka kujitawala bila Mungu, anasema pia hapana, lazima mjitawale ndani ya Mungu, nako kuongozwa na Mungu. Na labda unaweza kusema Papa ameacha alama gani hapa duniani katika utumishi wake? Alama kubwa aliyoiacha ni namna alivyoshikamana na maskini, na alivyoweza pia kuonyesha mshikamano kati ya binadamu na binadamu, na kuwasaidia maskini kuondoka kwenye maskini, kuwanyanyua maskini katika hali zao ili waweze kuwa na kipato cha kupata mahitaji yao kila siku, na walivyo navyo wengine washirikiane na maskini, washirikishe maskini. Na baada ya maziko ya Papa Francis, mchakato wa kumchagua papa mpya ukaanza.
Siku ya pili ya mchakato huo, tarehe 8 mwezi wa Mei, Kardinali Robert Prevost akachaguliwa kuwa papa mpya na akachagua jina la Papa Leo wa 14. Papa Leo alianza ibada yake ya kwanza katika lugha yake asilia ya Kiingereza kabla ya kubadili na kuzungumza Kilatini. You have called me. Mmetoa wito kwangu kuubeba msalaba huu na kunibariki kushika nafasi hii, na nafahamu kuwa ninaweza kumtegemea kila mmoja wenu kuwa pamoja na mimi katika safari hii wakati tukienda mbele kama kanisa, kama jamii ya marafiki wa Yesu, kuhubiri habari njema na kuhubiri Injili. To announce the gospel. Kwa hivyo anaweza kuongoza kanisa Katoliki vipi? Frank Mavura na wasilisha taarifa ya Mark Easton. Utambulisho wa papa mpya ni hatua muhimu sana katika ukumbi wa kidini. Papa Leo wa 14 alikuwa mstari wa mbele kuiambia dunia kuwa hivi ndivyo nilivyo. Mtangulizi wake Papa Francis mwaka 2013 alivaa vazi jeupe la kawaida, akiepuka muonekano wa kifahari wa kanisa. Leo alivaa vazi la kifahari lenye rangi ya dhahabu na waridi. Ni kama anataka kufikisha ujumbe fulani kwa jamii. Papa Leo wa 14 ni nani? Akizaliwa kama Robert Prevost katika jimbo la Chicago mwaka 1955, alikuwa kasisi mwanzoni mwa miaka yake ya 20, akifanya kazi katika jamii ya Mtakatifu Agustino ndani ya mji huu. Lakini maisha yake mengi ya kazi yalifanyika nchini Marekani na Peru, ambapo alijiunga na kazi za umishonari za Mtakatifu Agustino, akifanya kazi na watu maskini na waliotengwa na jamii. Kisha aliteuliwa kuwa askofu nchini humo na Papa Francis. Papa Francis ndiye aliyemleta ndani ya Vatican na kumpa nafasi ya kardinali mwaka 2023. It's not, I think, a coincidental. Sio jambo la ajabu kuwa Papa Francis amenichagua. Nimekuwa missionari maisha yangu yote, lakini mimi ni raia wa Marekani na nadhani ninaelewa mengi kuhusiana na kanisa nchini Marekani. Church in the United States. Et ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevost. Uelewa wa kanisa ni moja ya vigezo ambavyo huenda makardinali walizingatia kwa umakini sana. Ana sifa za kuwa mtu wa kiroho sana, lakini pia kiongozi mwenye weledi, ujuzi ambao utakuwa muhimu kwa papa anayetafuta, kama alivyosema kwenye hotuba yake, kujenga mahusiano na kuunganisha watu. I think Pope Leo the 14th. Nadhani Papa Leo wa 14 atafuata mageuzi makubwa ya Papa Francis kwa bidii na shauku, lakini nadhani pia ni mtu wa kiasili, na tutamuona mtu ambaye moyoni mwake ni mishonari aliyejitolea. Papa Leo ana majukumu mengi ya kufanya kazi ambazo hazijakamilika na matatizo yanayotokana na kuwepo kwa mgawanyiko. Nafasi ya wanawake katika kanisa. Swali la wapenzi wa jinsi moja katika kanisa Katoliki, na jinsi ya kukabiliana na tuhuma na kashfa zinazoendelea kuhusiana na unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa Katoliki. Yeye mwenyewe ameshawahi kushutumiwa na kundi la waathirika wa matukio ya kingono ndani ya mji wa Chicago kwa kuwaruhusu watu wanaofanya unyanyasaji wa kingono katika jamii ya makasisi. Ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Hotuba ya Papa kwa lugha ya Italia ilisifia ujasiri wa Papa Francis. Jina lake Leo pia linaashiria kuwa anajua na yeye anahitajika kuwa jasiri. Maombi ya Wakatoliki duniani kote yatakuwa kwamba kiongozi wao wa dunia nzima ataweza kuongoza watu wake salama. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na sasa tukikaribia kukamilisha makala hayo, huyo ni Rais wa Kenya William Samoei Ruto akitangaza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 80. Raila alifariki wakati akifanyiwa matibabu katika hospitali moja nchini India. Nyuso za huzuni. Wakazi wa hapa Kisumu bado hawajakubali kilichotokea. Wengi wao bado wanachukua muda kukubali ukweli kwamba Raila Amolo Odinga hayupo tena pamoja nao. Niko na uchungu mwingi, sizi danganya. Huyu mzai amenimaliza, sizi danganya.
Huyo ni baba wetu. Bila yeye hatujui Kenya itaenda wapi. Na siasa za demokrasia, siasa zote za Kenya ni baba. Uweze ukaongelea siasa ya Kenya kabla hujamuita jina ya baba. Very sad indeed. Ni huzuni kweli. Sijawahi kulia machozi, lakini kwa kifo cha Raila kwa mara ya kwanza nimetoa machozi. Naiomba jamii yangu ya Wajaluo na Wakenya kwa ujumla kumuombeleza Raila kwa amani, sana sana vijana. Our young men. Raila Odinga alikuwa mmoja wa wanasiasa mashuhuri zaidi barani Afrika, mchochezi wa mageuzi, mtetezi wa demokrasia, na kwa wengi alijulikana kwa jina la upendo la baba, wengine wakitumia majina kama Agwambo na Jacom. Taifa la Kenya na bara la Afrika linaomboleza kifo cha Raila Odinga. Akisa Wandera anatupitishia katika maisha na urithi wa kiongozi huyo. Wengi walimuita kwa upendo jina baba, likimaanisha mzazi, mtu ambaye jina lake lilikuwa sawa na mapambano ya uhuru, haki na mageuzi ya kisiasa. Alizaliwa mwaka wa 1945 huko Kisumu, magharibi mwa Kenya. Raila Amolo Odinga alikuwa mwanawe makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga, ukoo uliomweka katikati ya siasa za Kenya. Katika miaka ya 80 alijitokeza kama mkosoaji mkubwa wa utawala wa chama kimoja wa Rais Daniel Arap Moi. Alihusishwa na jaribio la mapinduzi lililofeli la mwaka wa 1982. Odinga alitumikia takriban mwongo mmoja kizuizini, miaka iliyochangia katika kumjenga kama mwanamageuzi jasiri asiyeogopa. Raila alimuoa Aida Odinga ambaye ni mwalimu na mfanyabiashara, na walibarikiwa na watoto 4. Aliingia bungeni mwaka wa 1992 na aligombea urais mara 5, akidai kuwepo kwa udanganyifu wa uchaguzi katika chaguzi zote isipokuwa katika jaribio lake la kwanza. Changamoto yake ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 dhidi ya Mwai Kibaki ilitumbukiza Kenya katika mojawapo ya vipindi vyake vya giza zaidi, ghasia za baada ya uchaguzi ambazo zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000. Ili kumaliza mzozo huo, makubaliano ya kugawana madaraka yalifanikishwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan na kusababisha kuundwa kwa serikali ya muungano ambapo Odinga alikuwa waziri mkuu. Mwaka wa 2017 Odinga aliandikisha historia baada ya mahakama ya juu kufuta matokeo ya uchaguzi wa urais kwa niaba yake, uamuzi wa kwanza wa aina hiyo barani Afrika. Hata hivyo, alisusia marudio ya uchaguzi huo na baadaye akajiapisha kama rais wa wananchi, hatua iliyoongeza mvutano wa kisiasa kabla ya hatimaye kushirikiana na Rais Uhuru Kenyatta. Aligombea tena kiti cha urais mwaka wa 2022 akipoteza kwa karibu dhidi ya William Ruto. Baadaye alijiunga na Rais William Ruto katika serikali inayodaiwa kuwa ya mshikamano mpana, ambayo ilileta wafuasi wa Odinga kadhaa katika nyadhifa muhimu. Nje ya Kenya alihudumu kama mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika wa miundombinu, akichochea juhudi za kuunganisha kanda na kuleta amani barani Afrika ikiwemo Sudan Kusini. Mapema mwaka huu alijaribu kuongoza tume ya Umoja wa Afrika, lakini alipoteza nafasi hiyo kwa Mahmoud Ali Yusuf wa Djibouti. Kifo cha Raila Amolo Odinga mnamo Oktoba tarehe 15 mwaka 2025 kiliweka chama chake cha Orange Democratic Movement yani ODM katika wakati mgumu. Odinga ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 80 nchini India kutokana na mshtuko wa moyo, alikuwa mwanzilishi wa chama hicho na alitambuliwa kuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya na kigogo wa mageuzi ya kidemokrasia. Na msikilizaji, kutokuwepo kwa Raila Odinga bila shaka kulizua na kunazidi kuzua maswali muhimu kuhusu uwiano, uongozi na umuhimu wa chama cha ODM wakati Kenya ikielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wachambuzi wanasema hatua ya chama hicho kuegemea chapa ya kibinafsi ya Odinga kuna kiweka hatarini ikizingatiwa jinsi hali ya kisiasa inavyobadilika kwa kasi. Barak Muluka ni mchambuzi wa masuala ya uongozi na anaanza kwa kueleza iwapo tayari chama cha ODM cha hayati Raila Odinga kinayumba.
hivyo tumeanza kuviona vikijitokeza, lakini hata wakati ambapo alikuwa bado yuko hai, migawanyiko ilikuwa tayari keshaanza katika hicho chama, na ni migawanyiko iliyotokana na kule kuwa kwamba Raila Odinga aliweza kujiingiza katika serikali ya Rais William Ruto akiwa asema ni serikali pana, na kuna watu ambao hawakupendezwa. Hilo jambo tena jana liliweza kujitokeza wakati ambapo tumemuona katibu mkuu wa chama akichukua msimamo tofauti na mwenyekiti. Katibu mkuu Edwin Sifuna sema kwamba itabidi tuweze kuketi na kujadiliana ili tuweze kujua hatima ya chama. Huku utawapata wengine akina Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa hicho chama, na watu ambao wamechukua nyadhifa za uwaziri wakisema kwamba Odinga ametuambia tutabaki katika hii serikali. Migawanyiko yaanzia hapo. Sasa lipi la kufanywa kuhakikisha kwamba hakitawanyiki? Itakuwa ni vigumu nionavyo, kwa sababu Odinga hakuunda asasi ambazo zinaweza kutumika kuleta suluhu katika malumbano ya aina hiyo. Hapo awali yeye ameweza kuwa ndiye kila kitu katika chama. Yeye ndiye msuluhishi wa malumbano, yeye ndiye aliyekuwa ni kama baba vile walikuwa wanamuita. Yeye ndiye alikuwa sera, yeye ndiye alikuwa mpatanishi, na kila kukitokea jambo yeye ndiye alikuwa anasuluhisha. Hata nyadhifa mbalimbali katika chama hazikuweza kuchukuliwa kupitia kwa njia ya uchaguzi. Yeye ndiye alikuwa akiamua kwamba wewe utakuwa hapa na utakuwa pale. Hivyo basi watajaribu, watashauriana nionavyo, lakini naona makundi yakiwa hapo yakijitokeza, na kila kundi huenda likachukua msimamo mkali. Kisha isitoshe kwamba Rais William Ruto anaingilia kati. Tumeweza kumsikia akisema kwamba hata ruhusu kwa vyovyote vile chama cha ODM kuwa katika upinzani, na wale ambao wanazia hili jambo la kutoridhika na kuweko kwa hicho chama katika serikali ya William Ruto, bila shaka atasinikiza kwamba waweze kuchukuliwa hatua kali. Ulimuona waziri wa madini huyu Hassan Joho akisema kwamba wewe ukitaka kuharibu chama tutakufukuza. Umeweza kumtaja Rais William Ruto, na hapo jana kwenye hotuba yake kuna kauli moja ambayo aliweza kuitaja, akasema kuwa hatokubali chama hicho cha ODM baada ya Raila Odinga kufariki kuweza kutumika kama upinzani. Sasa kauli hii imeibua hisia mseto, unaielezea vipi? Hilo silo jukumu la Rais William Ruto. Yeye yuko na chama chake, na chama chake ni UDA. ODM ni chama tofauti, ni chama kilicho na uhuru wake, ni chama kilicho na viongozi wake, kiko na katiba yake, kiko na manifesto yake, kiko na wanachama wake, na wao ndio waamuzi. Yeye anaposema kwamba kwa vyovyote vile hataruhusu, anakiuka katiba ambayo hairuhusu mtu kuingilia na kujaribu kuongoza mambo ya chama kinginecho tofauti. Pia wakati huo anahujumu ile sheria ya vyama vya kisiasa nchini ambayo hairuhusu mwingiliano wa aina hiyo. Vyama vingi barani Afrika, haswa hapa nchini Kenya, baada ya kiongozi wa chama fulani kuondoka ama hata kuaga, kwa mfano kile chama cha KANU pale Rais Moi alipofariki, chama cha PNU kile cha Kibaki alipofariki, huwa vinaonekana ni kama vinapoteza makali baada ya viongozi wao kuondoka. Sasa hii inamaanisha kwamba vyama hivi havina mizizi thabiti, ama lipi la kufanya kuhakikisha kwamba vinaendelea hata baada ya kiongozi kuondoka? Ni vyama ambavyo huwa vimekitwa katika kiongozi. Kiongozi anakuwa yeye ndiye chama, chama kinakuwa ni kiongozi, kiongozi anakuwa yeye ndio sera, kiongozi anakuwa yeye ndio mamlaka, na kwamba hasasi hazipo, asasi ambazo zinaweza kushughulikia masuala tofauti tofauti. Kwa mfano, ukiangalia chama cha CCM kule Tanzania, nchi jirani, na kabla ya hapo chama cha TANU, ni chama ambacho kina asasi zake, kina asasi za
kuelimisha watu. Kuna asasi za vijana na ofisi zao. Ukienda Dar es Salaam utaweza kuona ofisi ya vijana, ndio hii asasi zilizomo katika ofisi ya vijana au katika muungano wa vijana katika chama ni hizi zifuatazo. Ukienda kule Msumbiji utapata chama cha Frelimo, kiko na asasi ambazo zimeweza kukiendeleza baada ya kufariki kwa Eduardo Mondlane, baada ya kufariki kwa Samora Machel. Sasa ni hayo tu tuliokuandalia kwenye makala haya maalum, msikilizaji, ya matukio makubwa yaliyogonga vichwa vya habari mwaka 2025 hasa kimataifa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Phyllis Mwate. Hii ni BBC.